Kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya SACP Benjamin Kuzaga amesema watuhumiwa wawili ambao ni Webusta Mwantebele na Edward Kayuni waliuawa wilayani Chunya, wakati mtuhumiwa wa tatu Marwa Nyahenge alifariki dunia baada ya kujirusha kwenye gari eneo la Isese jijini Mbeya wakati akiwapeleka polisi kwa mganga wa kienyeji ambaye ni miongoni mwa watuhumiwa. Kupiga kwanza risasi juu wakimuonya asiendelee kukimbia, na hizo risasi zilizopigwa ni zaidi ya risasi 3. Ndipo walipopiga risasi iliyopelekea kumjeruhi mguu wa kulia na nyingine ilimpata mgongoni na aliweza kuanguka chini. Kwa hiyo majeruhi hao wote wawili walichukuliwa kwa haraka sana ili kuwafikisha katika hospitali ya wilaya ya Chunya ili waweze kupata matibabu. Lakini walipofikishwa pale kwa bahati mbaya ilibainika kuwa tayari wamekwisha fariki dunia. Kwa pamoja walipanga njama na kumteka nyara Shairozi Mabula ambaye kwa sasa ni marehemu kwa lengo la kujipatia fedha nyingi kutoka kwa baba yake mzazi Dr. Michael Mabula. Inadaiwa kuwa walimnywesha sumu ambayo ni dawa ya kuulia magugu aina ya Roundup. Baada ya kuona sasa dai lao la fedha kutoka kwa mzazi haijakamilika, wakaona wafikie tena uamuzi wa kumnyonga. Na baada ya kumnyonga akiwa ndani kwenye nyumba ya huyu Kayuni ambaye ni Edward Christopher Kayuni, waliona sasa ni vyema sasa watumie gari hii ya huyu mtumiwa kubeba mwili na kupeleka kwenye maeneo ya Nane na kwenda huko mtaa wa Moravia na kwenda kuchoma. Baba mzazi wa marehemu Dr. Michael Mabula amelishukuru Jeshi la Polisi kwa kufanikisha kuwakamata watuhumiwa. Ninashukuru sana, nashukuru sana Jeshi la Polisi, kamanda wa mkoa, wasaidizi wake wote wamefanya kazi kubwa na vijana wao. Wamelala wamekesha wakifanya kazi. Kwa hiyo vijana wetu ni wahalifu, wengine tunaishi nao. Kwa hata sisi jamii tunaoishi na vijana wetu hawa, tuwabaini kwamba ukimwona kijana hana mwelekeo ambao sio sahihi, bora kutoa taarifa sehemu husika. Vijana ndio tamaa ambazo zinapelekea kufikia katika hali. Baada ya upekuzi, watuhumiwa hao walikutwa na nyaraka mbalimbali ikiwemo vitambulisho bandia vya Jeshi la Wananchi, pingu 2, visu, simu janja na gari dogo ambalo ni mali ya mtuhumiwa Edward Kayuni. Hata hivyo, Jeshi la Polisi linaendelea na uchunguzi ili kumbaini mganga wa jadi ambaye hawakufanikiwa kumpata. Kakuru Msimu, Azam News, Mbeya.